Mwanamke alipotaka kuingia ndani alisimama ghafla mlangoni baada ya kuona mdogo wake anavyomtesa mwanae. Alimsikia mwanae mdogo akiomba chakula, lakini mama mdogo alimjibu, mwenyewe nina njaa, mfanya kitu kimoja, nenda jikoni kaandae chakula kwa ajili yetu sote. Mtoto akajibu, unajua kabisa mimi sijui kupika, na nilipojaribu jana mwenyewe uliona mikono yangu ilivyoungua. Mume mama mdogo akasema, hatujali kama mikono yako itaungua au la, kama unataka kuendelea kukaa na sisi hapa inabidi ufanye kazi zote za hapa nyumbani. Mama mdogo akadakia na kusema, mama yako amekulea kwa kukudekeza sana, sasa mimi sio mama yako, sijali kama unajua kupika au hujui, kama unataka kuendelea kuishi na sisi hapa inabidi ufanye kazi zetu zote. Mtoto akasema, mama anatuma $500 kila mwezi kwa ajili yangu, tafadhali niagizie hata chakula cha delivery kwa hela hiyo, njaa inaniuma sana. Mama mdogo akasema, mama yako anatuma pesa kila mwezi kwa sababu tunakuhifadhi hapa, kwa hiyo pesa sio ya kwako, ni ya kwetu sisi. Na ghafla mama mdogo alipokea simu kutoka kwa dada yake, akamwonya mtoto akae kimya wakati anaongea na simu, vinginevyo atampa kipigo cha mbwa koko. Alipopokea simu dada yake alimuuliza, mtoto wangu ameshakula chakula? Mama mdogo akasema ndio, tena leo nimemwagizia pizza kubwa kutoka katika ule mgahawa na upenda sana. Dada mtu akasema, naweza kuongea na mtoto wangu tafadhali? Mama mdogo akasema ndio, ngoja nimpatie simu. Kisha akamwonyesha mtoto asithubutu kusema chochote kwa mama yake. Mama yake akamuuliza, mwanangu umeshakula chakula? Mtoto akadanganya, ndio, hapa nilipo nakula pizza mama. Mama yake akamuuliza, mama yako mdogo anakutunza vizuri si ndio? Mtoto kwa wasiwasi akasema ndio, lakini ghafla mume wa mama mdogo akampokonya simu na kusema, shemeji, tunamlipa mpaka mwalimu wa tuition kwa ajili ya mtoto wako, kwa hiyo sasa hivi inabidi wewe unatuma $1000 kila mwezi. Dada mtu akasema, lakini mbona natuma $500 kila mwezi? Lakini mama mdogo akidaka simu na kusema, unajua vizuri kuwa sasa hivi vitu vyote vimepanda bei, kwa hiyo mtoto wetu akilipiwa walimu wazuri wa tuition ndo atafanya vizuri sana darasani. Dada mtu akasema, haya, haina shida, nitatuma. Akakata simu. Baada ya kukata simu mtoto akasema, nyie ni waongo, hamjawahi kumleta mwalimu wa tuition hata mmoja. Mama mdogo akadaki, hatuwezi kumwambia mama yako ukweli wote, inabidi tumdanganye ili atutumie pesa, alafu subiria kidogo tu, nitamdanganya kuwa unaumwa ili anitumie hela nyingi kwa pamoja. Binti akasema, hivi mnajua kuwa mnafanya makosa wa kumdanganya mama ili awatumie pesa? Kusikia hivyo mama mdogo akakasirika, akataka kumchapa, lakini ghafla mama mtoto akajitokeza na kumstopisha. Mtoto alivyomwona mama yake akamkimbilia moja kwa moja. Mama mdogo alipigwa na butwaa kisha akajisemesha, umerudi? Ungetuambia tungekufuata moja kwa moja airport. Dada mtu kwa hasira akasema, kama ningewajulisha ningepataje ukweli wa jinsi mnavyomfanyia mtoto wangu? Mama mdogo akadakia, hujatuelewa, hapa tulikuwa tunaigiza tu, yaani hapa tulikuwa tunafanya mazoezi ya kuigiza. Dada mtu akasema, acha kusema uongo, na mtoto akadakia na kusema, mama wote ni waongo, kila siku ananifanyisha kazi zote za humu ndani kama mfanyakazi, alafu kila siku anakupigia simu za uongo ili watumie pesa. Zaidi ya hapo wananitishia kunipiga kama nikikwambia ukweli. Mama mtoto akamgeukia mdogo wake na kumwambia, kila siku nalalamika kwamba miaka inaenda lakini bado hujapata mtoto. Hivi unadhani Mungu haoni? Hivi ni Mungu gani anaweza kuwapatia watoto watu wenye roho ya kutesa watoto kama nyie? Kisha akaendelea kwa kusema, unajua baada ya mume wangu kufariki, nilienda nje kuhangaika kwa ajili ya maendeleo ya mtoto wangu, na nikawaachia nyie jukumu la kuniangalizia mtoto wangu. Nikajua kwa vile mjajaliwa kupata mtoto mtamtunza kama mtoto wenu wa kumzaa, lakini leo mmenionyesha kwa nini kweli Mungu amewanyima mtoto. Mdogo mtu na mumeo walipatwa na aibu. Kama kuna kitu umejifunza kutokana na kisa hiki, basi niambie hapo kwenye comment. Mimi ni Director Mo. Ciao.